Bwana Yesu asifiwe. Karibu kwenye kipindi cha Tupe Leo Riziki Yetu ya kila siku tarehe 17 ya mwezi huu wa 6. Na mimi ni Mwalimu Baraka Mbonaliba kuletea kipindi hiki kutoka Word Eternal Ministries. Tunaendelea na mambo 7 ya kuzingatia kwa watu ambao wanahusiana nao kama wafanyakazi. Tukumbuka jana nilikupa jambo la 6. Tukasema muombe Mungu akupe watu waaminifu. Tukaangalia Mithali sura ya 20 mstari wa 6. Ambako mwisho wa ile mstari au kipengele B cha ule mstari kinasema bali mtu mwaminifu, mtu aliye mwaminifu ni nani awezaye kumpata. Kwa hiyo jana nikakusisitiza ya kwamba uombe Mungu akupe watu waaminifu wa kufanya nao kazi. Zaidi ya CV, zaidi ya uzoefu walionao, uaminifu ni kigezo kikubwa cha kuchagua watu wa kufanya nao kazi. Na leo nataka nikupe jambo la 7. Jambo la 7 ambalo unatakiwa kuzingatia kwa watu ambao unafanya nao kazi. Jambo la 7 ambalo unatakiwa kuzingatia kwa watu ambao unafanya nao kazi. Na hili si jingine na kushauri ya kwamba muombe Mungu akupe mwongozo na hekima ya jinsi ya kushirikiana na watu tofauti kwenye biashara yako. Mungu akupe hekima na mwongozo wa jinsi ya kushirikiana na watu tofauti kwenye biashara yako. Moja ya kitu ambacho tulijifunza kwenye maeneo 8 ambayo fedha inajificha ni mahusiano. Mahusiano baina yako na wateja, baina yako na wabia wengine wa biashara yako yanakupa kupata fedha, yameficha fedha. Kwa hiyo ni muhimu sana kuangalia jinsi ambavyo unahusiana na watu mbalimbali kwenye biashara yako ili uweze kutengeneza fedha zaidi, kupata fedha zaidi na kukuza biashara yako. Ukisoma Biblia utagundua kuna makundi kama 4 ya watu hivi, na makundi kama 4 ya watu tofauti ambao watakuja kwenye maisha yako. Ni muhimu ujue makundi yote 4 na ujue kwamba kila mtu anakuja kwenye maisha yako amekuja kwenye kundi gani ili aweze kukusaidia kupiga hatua na ujue jinsi ambavyo utahusiana naye. Kundi la kwanza ni watu ambao wanakuja kwako ili kukuinua. Hao wamekuja kwako ili kukuinua, wamekuja kwako ili kukuinua. Na wanaweza wakaja kwa namna tofauti, kwa njia mbalimbali, lakini jambo la msingi hapa ni kujua kuwa watu hao sio lazima wawe wema. Watu wanaokuja kwako kukuinua sio lazima wawe wema. Wanaweza kawa watu ambao sio waaminifu, watu kama kukutesa, lakini ujue ya kwamba kuna watu ambao wanakuja na kundi moja wapo ni hawa wanaokuja kukuinua. Jambo la msingi sana ni kujifunza kuomba, kama ambavyo tumesema, muombe Mungu akupe jinsi ya kuhusiana na kujua ya kwamba yale wanayoleta kwako yamebeba nini nyuma ya maisha yako. Mtu kama Yuda kwenye maisha ya Yesu, kimwangalia haraka unamuona kama msaliti, lakini fikiri kama Yuda asingekuwepo, ni wazi ya kwamba Yesu asingesulubiwa pengine. Na kama asingesulubiwa basi wokovu wetu usingekuwepo. Kwa hiyo pamoja na madhaifu yake aliyokuwa nayo ya kupenda fedha, akawa msaliti wa Kristo Yesu, alikuwa ni mtu muhimu sana kwenye maisha ya Yesu. Alikuja ili kuhakikisha Yesu anainuliwa msalabani. Na hiyo ni nafasi kubwa aliyoplay. Kwa watu pia kwenye maisha yako wanaweza wakaja wakawa kama ni mwiba kwenye maisha yako, lakini wa msingi kukuinua au kukusogeza mbele kule ambako unaelekea. Kwa ni muhimu sana ukaangalia zaidi ya kile ambacho kinaonekana kirahisi, ambacho wamekibeba kirahisi. Kwa naongea na rafiki yangu mmoja, alipata msukosuko kazini miaka fulani, msukosuko mkubwa na meneja wake, mtu ambaye alikuwa ni bosi wake. Japo alikuwa mfanyakazi mzuri, lakini hata assessment ya mwisho wa mwaka, ile tathmini ya mwisho wa mwaka, alipewa tathmini mbaya kuliko miaka mingine yoyote. Na hadi bosi wake mkubwa akashangaa kwa nini amepewa tathmini. Lakini kwa sababu sasa manager ameshampa hiyo, bosi asingeweza kwenda kinyume na manager, na kwa hiyo akaonekana mwaka huu hastahili kupata bonus na vitu vingine kama hivyo, matokeo mabovu ya tathmini yake. Na akakata tamaa, akavunjika moyo, akaamua kuacha kazi. Na alivyoamua kuacha kazi, wakati huo akakutana na kazi nyingine imetangazwa kubwa zaidi alionayo. Akaomba kama mchezo, akaenda akafanya usaili, akapata ile kazi. Baadaye ndo anasema okay, kumbe ugomvi huu ambao ulijibua bila kujua na bosi wake, kumbe ulikuwa ni ngazi ya kupita kwenda kwenye nafasi kubwa zaidi ambayo ilimuinua zaidi kimaisha. Na kwa hiyo usiangalie fulani ambazo zinatokea, watu wanakuja wanakuletea shida, kama wanakuchukia, ukawaangalia tu kwa picha hiyo
angalia ni nini amechobeba. Inawezekana wako kwenye hili kundi la watu wa kukuinua. Napenda mfano mzuri ambao nitakuletea pia wa Jonathan. Kuna mtu anaitwa Jonathan kwenye Biblia, alafu na Daudi. Hao walikuwa ni marafiki. Jonathan alikuwa mtoto wa Sauli ambaye kiutaratibu akitarajiwa kuchukua kiti cha ufalme wakati Sauli atakapoachia kiti. Lakini akatokea Daudi mwana wa Yese ambaye kwa ratiba za Mungu alikuwa amepangwa kuwa mfalme. Unaona mahusiano kati ya Jonathan na Daudi ni moja ya mahusiano ya namna hii ya watu ambao wanakuja kwa kukuinua. Angalia Biblia inasema hivi kwenye Samueli wa kwanza mstari wa 18. Samueli wa kwanza sura ya 18. Samueli wa kwanza sura ya 18 mstari wa kwanza hadi wa 4. Ikawa Daudi alipokwisha kusema na Sauli, roho ya Jonathan ikaambatana na roho ya Daudi. Jonathan akampenda kama roho yake mwenyewe. Sauli akatwaa siku ile, wala hakumwachia Daudi arudi tena nyumbani kwa baba yake. Nao Jonathan na Daudi, angalia, wakaahidiana, kwa kuwa walipendana kama roho yake mwenyewe. Alimpenda kama roho yake mwenyewe. Ndipo Jonathan akalivua joho lake alilokuwa amelivaa, akampa Daudi, na mavazi yake, hata na upanga wake pia, na upinde wake na mshipi wake akampa Daudi. Walipendana. Ukisoma sura ya 19 utaona kitu kingine cha tofauti. Samueli wa kwanza sura ile ya 19 mstari wa 2 hadi ule mstari wa 7 inaendelea kusema, lakini huyo Jonathan mwana wa Sauli alikuwa akipendezwa sana na Daudi. Basi Jonathan akamwambia Daudi akasema, Sauli baba yangu anatafuta kukuua. Basi nakusihi ujiangalie sana asubuhi, ukae mahali pasiri na kujificha, na mimi nitatoka nje na kusimama kando ya babangu huko shambani ulipo wewe, nami nitazungumza na babangu habari zako, nami nikiona neno lolote nitakwambia. Naye Jonathan akamsifu Daudi kwa Sauli babaye, akamwambia mfalme, usikose juu ya mtumishi wake, yani juu ya Daudi, kwa maana yeye hakukosa juu yako, tena matendo yake kwako yamekuwa mema sana. Kwa kuwa aliitia uhai wake mkononi mwake na kumpiga yule Mfilisti, naye Bwana akawatendea Israeli wote wokovu mkuu. Wewe mwenyewe uliona jambo hilo ukafurahi. Basi kwa nini kukosa juu ya damu isiyo na hatia umue huyo Daudi bure? Mstari wa 6 anasema, Sauli akaisikiliza sauti ya Jonathan, naye Sauli akaapa, aishivyo Bwana yeye hatauawa. Basi Jonathan akamuita Daudi, naye Jonathan akamjulisha mambo hayo Daudi. Kisha Jonathan akamleta Daudi kwa Sauli, naye alikuwa akihudhuria mbele yake kama kwanza. Jonathan mtegemeo wa urithi wa kiti cha baba yake, lakini unaona akimsemea vizuri Daudi kwa baba yake, ili hali anajua kwamba Daudi ndiye ambaye kwenye ratiba za Mungu anakuja kuwa mfalme. Lakini Jonathan alisema vizuri hata baba yake alipokasirika ya kwamba wewe unamsema huyo hujui ndio atakayekuja kuwa mrithi wa kiti chako. Lakini Jonathan bado alisema mimi niko tayari Daudi awe mfalme, na wakawekeana viapo na akamlinda sana. Kila babake alivyotaka kumuua Jonathan alimlinda. Ukisoma sura 20 mstari wa 9 anasema, naye Jonathan akasema, haya na yawe mbali nawe, kwa maana kama ningejua ya kuwa baba yangu amekusudia kutenda neno baya, je, singekuambia? Ukiendelea kusoma hii habari ya Jonathan na Daudi kuanzia sura ya 17, 18, 19, 20, unaona urafiki na uitamimi wa kidugu. Jonathan alikuwa ni mtu ambaye amekuja kwenye maisha ya Daudi ili kumuinua. Na unajua habari ilivyoishia, baadaye Jonathan alikufa kabla ya Daudi hajawa mfalme na baba yake, lakini Daudi akachukua kiti cha ufalme. Lakini ukiangalia kwa kiasi kikubwa Jonathan mwana wa mfalme alitumika kumuinua na kumlinda Daudi hata akawa mfalme. Pengine Sauli angeweza kumuua kama sio taarifa ya Jonathan na jinsi ambavyo Jonathan alimtunza. Unahitaji watu wa namna hii ili kufanikiwa kiuchumi, watu ambao wanakuja kwako ili kukuinua pasipokuwa na jealous, pasipokuwa na wivu. Wanajua ukiinuka nao wameinuka, wanajua ukiinuka nao wamefanikiwa. Hawachukizwi na kufanikiwa kwako, bali wanafurahia na kufanikiwa kwako. Mungu akujalie mwaka huu uwe na watu wa namna hiyo kwenye maisha yako, kwenye biashara yako, na umuombe Mungu akuletee watu wa namna hii katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amin.